إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب ربنا الحق ويمقت الباطل ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Amma baadu, ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukurubie katika darasa yetu ya asubuhi kwa njia ya Zoom. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake, na ajalie tuyasemayo na tuyasikiayo yawe katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, na atujalie ikhlasi katika hii amali kubwa, kwani kusoma na kusomesha ni katika ibada ambazo ni kubwa sana katika Uislamu. Na imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya mal'una, dunia imelaaniwa, yani imewekwa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ila ikiambatana na vitu fulani ambavyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anavipenda. Akataja katika hadithi hii, ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa, yani haina khairi, haina tija nzuri, haina hatima njema, ila dhikra Allahi, isipokuwa utajo wa Mwenyezi Mungu. Ilmu ni katika utajo wa Mwenyezi Mungu. Wa mawala, na yale mengine ambayo yameambatana na haya. Huwa ninasema yani mara nyingi kwamba ili dunia yetu ipate baraka, basi hata yale mambo ambayo sio ya kidini lakini ni ya halali, basi tuyatafutie nasaba, yawe yana nasaba na yananasibiana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, ukipata mshahara wako, usitumie katika matumizi ya mubaha mpaka unamalizika. Toa sehemu katika mshahara wako utoe sadaka. Ukijenga nyumba yako, basi ndani ya nyumba kusaliwe, aabudiwe Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kusomwe ilmu ya dini, kusikilizwe dini. Chagua hata chumba kimoja, kifanye hii ni sehemu ya kuswalia, sehemu ya nyiradi, sehemu ya watu kukaa wakasoma dini. Kama una ilmu yako, basi itoe sadaka, itakuwa imeambatana na utajo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu utajo wa Mwenyezi Mungu ndio ambao umetaja habari ya sadaka. Ilmu yako itoe sadaka katika miradi ya dini, katika mambo ya dini, au unaweza kuitoa sadaka kwa maana ya mshahara wake ukatoa katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa hii taarifa, alikuwa anatutaka tuchukue hatua, tufanye action fulani. Dunia imelaaniwa isipokuwa utajo wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa anamaanisha illa dhikra Allahi wa mawala, isipokuwa utajo wa Mwenyezi Mungu na yale yaliyoambatana, au aliman au mutaalliman, au na waaliman wa mutaalliman, na kadhalika, ambao hawajalaniwa katika dunia hii ni anayesomesha elimu ya dini na anayesoma elimu ya dini, au aliman au mutaalliman. Au ilmu nyingine yoyote ambayo mtu anasoma kwa nia ya manufaa, kwa nia ya kunufaisha viumbe. Ilmu nyingine yoyote ile ambayo ina manufaa na viumbe, kwa sababu kama mtu anasoma ilmu yoyote yenye manufaa na viumbe kwa nia ya kunufaisha viumbe, kwa nia ya
ya kunufaisha viumbe na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataingia katika hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo jambo letu hili insha Allah litutoe katika kuwekwa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu Jalla wala katika hii siku ambayo tunaianza kwa kujifunza ilmu ya qala Allahu wa qala ar-rasul. Kwa hivyo ninakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kuwa na ikhlas na nia hasa maalum ya kwamba ninasikiliza ili niondoe ujinga wangu kwenye kumjua Mwenyezi Mungu Jalla waala na dini yake, na ili hii ilmu iniepushe na adhabu ya Mwenyezi Mungu Jalla waala na iniingize katika pepo yake. Amali hii nije niikute akhira, au amali hii inipe baraka katika haya maisha ya dunia, na hayo ni malengo ya ziada, lakini malengo mama ni haya tunayoyafanya yatunufaishe akhira inayoanzia katika makaburi. Ummu Ibrahim, tafadhali. Ndugu zangu katika imani, tulisema tukimaliza kile kitabu tutasoma baadhi yani masomo yetu ama mtaala wetu utakuwa ni hadithi fupi fupi ambazo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo tutazichagua inshallah, na kuandaini hilo mliweke akilini, na tutakituma hicho kitabu tutatuma linki yake ambacho tutakuwa tumekichagua. Lakini kwa leo tutasoma waraka wa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika Qur'ani. Ibn Mas'ud alisema anayetaka kusoma sahifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimuhu, yule ambaye anataka kusoma waraka wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao una muhuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, falyaqra haula'i alayati, na asome aya hizi. Alikuwa anakusudia aya zilizoko katika surati Al-An'am ambazo ndio zitakuwa darasa yetu ya leo. Kadhalika aya hizo zinaitwa ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla waala ambao amewahusia waja wake. Taban aya zote na mafundisho ya dini ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa waja wake, lakini hizi aya zimeitwa ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa aya ambayo imehitimisha hayo mazungumzo, aya ya 153 katika surati Al-An'am. Mwenyezi Mungu amehusia mambo mengi katika aya hizi, kana kwamba amechagua yale ya muhimu na ya juu zaidi. Alipomaliza hayo mazungumzo na hizo nasaha, akasema dhalikum wassakum bihi, hayo ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Jalla waala amekuhusieni kwayo, la'allakum tattaquna, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo aya ambazo tumezichagua zinaitwa ni wasiyatullahi liibadihi, ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa waja wake. Unaweza ukaweka title hiyo, na kadhalika unaweza ukaweka title ya waraka wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ana waraka wake ambao ni umenakiliwa kutoka katika Qur'ani, na huo waraka ni wasia wa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Wasia huu umeanzia katika aya 151 katika hii surati Al-An'am. Qul ta'alau, waambie njooni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, nikusomeni. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa awaambie umati wake ambao ametumwa kwa wao, waambie njooni, atlu, nikusomeni, ma, yale ambayo harrama rabbukum,
ameharamisha Mola wenu alaikum juu yenu. Kisha akaanza na ile haramu ya juu kabisa, akasema an la tushriku bihi shay'a, msimshirikishe. Yani nasaha namba 1 au jambo la kwanza katika waraka wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, an la tushriku bihi shay'a, msimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Au nini tafsiri nzuri, msikishirikishe chochote na Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ndiye mwenye jambo lake, basi msikilete kingine mkakishirikisha katika lile jambo la Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, katika ile milki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo kusema msimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote si lugha fasaha kuliko ile inasema msikishirikishe chochote na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa sababu ukisema msimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote, ni kama vile hicho kitu ni cha mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu, alafu mnamuingiza Mwenyezi Mungu katika hiyo haki ya mwingine. Bali tunasema yani Mwenyezi Mungu, shirki inapatikana kwenye kushirikishwa mwingine kwenye haki au kwenye stahiki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, akaletwa mwingine akahusishwa. Hiyo ndio yani neno general la tafsiri ya shirki. Ashirku an taj'ala lillahi sharikan fima huwa min khususiyatihi. Shirki ni kumjalia Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kumjalia kwa maana ya kumuitakidi, kwa sababu huwezi kumjalia yani ukamfanya kweli anamshirika, hana mshirika. Yani kumjalia hapa kwa maana ya wewe kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ana mwenza katika yale ambayo hana mwenza, katika yale ambayo amepekeka nayo. Antaj'ala lillahi sharikan ni kumjalia Mwenyezi Mungu, shirki ni kumjalia Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anamshirika katika yale ambayo amepekeka nayo. Ukaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu, ukaitakidi kwamba asiyekuwa Allah anaweza kutenda kama Allah, shiriki katika matendo ya Allah, au shiriki katika ibada ya Allah, ukaelekeza ibada yoyote ile iwe kubwa au ni ndogo kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo umemuadi mwingine kwenye haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, au yani haki hiyo ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla inaweza kuwa sio tendo la Allah, sio tendo la kimungu, wala sio ibada ya Mungu Jalla wa Ala, bali ni sifa ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, mwingine ukampa sifa isiyokuwa ya Allah, kama vile kuitakidi kwamba anajua ghaibu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ukienda kuangalia huyu mwanamke ananifaa ama hanifai, au huyu mwanaume ananifaa ama hanifai, kwa ramli biashara hii inanifaa ama hainifai. Manake wewe mpaka unaenda kumuuliza mtu mambo ya mbeleni au mganga, manake umevunja ile kauli ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ambaye anayajua yaliyofichikana kama anavyoyajua yaliyodhihiri. Sisi hatujui ya kesho, kama tadiri nafsu madha taksibu ghadan, nafsi haijui itachuma nini kesho. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ametaka sisi tuishi katika hali ambayo mbele ni kiza. Na hiyo ndio inayotujengea tawakkuli, tumtegemee. Sisi hatujui chochote, hatujui kesho yetu, tunamtegemea yeye. Kwa hivyo hata mwenye nafasi yake na mwenye nacho bado kwa akida hii atajikuta anamhitaji Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kwa sababu hajui kesho yake. Lakini hii habari ya kwanza kutaka kufungua mafaili, manake huwezi kufungua mafaili ya ghaibu. Kutaka kufungua mafaili ya ghaibu ni habari ambayo imeharamishwa katika Uislamu. Hiyo ni aina katika aina za shirki. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ambaye atamwendea mpiga ramli akamsadikisha yale ambayo amemwambia mpiga ramli, anakuambia mambo yalofichikana na wewe ukamsadikisha kwamba kweli amejua, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekufuru yale yaloteremka kwa Muhammad,
au faqad ashraka, amemshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hapa kwenye an la tushriku bihi shay'a, msije mkamshirikisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na kitu chochote. Wanawachuoni wanataja mifano mingi ya shiriki, wanasema hata kujifanyia kinga, kujifanyia sababu ya kuleta manfaa, sababu ambayo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala hakuifanya kuwa ni sababu. Yani sheria haikuonesha kwamba hiyo ni sababu inayokuletea we manfaa. Kwa mfano, Allah hakufanya kwamba hiyo ni sababu inayokukinga na kijicho. Allah hakufanya kwamba hiyo ni sababu inayokukinga na wachawi. Allah hakufanya hiyo ni sababu inayoleta mali, we ukafanya ni sababu. Kitu ambacho Allah hakukifanya ni sababu, unaingia katika shiriki. Kwa mfano, Allah hakufanya ni sababu hirizi, kwamba ni sababu ya kukukinga au kukuletea wateja au kukuletea mume ama mke. Allah hakujalia, lakini sheria imekubali kwamba lile grili unaloliweka na ni geti unaloliweka mlangoni ni sababu za kisheria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga, na manabii kabla yake alijenga nyumba, akaingia ndani na akaweka na mlango. Kwa hivyo kuweka geti na kufuli sio shiriki, kwa sababu ni sababu inayokubalika katika sheria. Kuweka mlinzi kadhalika sio shiriki, kwa sababu ni sababu inayokubalika kisheria. Ama kuchimbia vitu kwamba ndio vinakulinda ni sababu ambayo haitambuliwi na sheria. Kwa hivyo ni shiriki. Tukipiga mifano ya shiriki inakuwa ni mingi katika wakati tulionao. Kuchinja kwa ajili ya jini. Jini ametoa oda, jini, mtu wetu ni mgonjwa, lijini likazungumza la kwake au la mtu mwingine likasema huyu achinjiwe mnyama, hawezi kupona mpaka mtoe sadaka. Hata kama litatumika neno zuri, sadaka ya mnyama, lakini ni oda inatoka kwa sheitani, itolewe sadaka. Kama ingelikuwa ni sadaka hasa, kwa maana sadaka ingelikuwa imetambuliwa katika sheria, lakini anataka sadaka ambayo sisi hatukuti sadaka ya aina hiyo. Maana sheitani hapa asemi itolewe sadaka ya nyama, yeye anataka achinjwe mnyama, ambayo ni ibada. Kuchinja ni ibada. Kuchinja kwa ajili ya mizimu ni shirki. Kuchinja kwa ajili ya majini ni shirki. Kwenda kuwaomba wazee makabrini wafanye mambo mepesi ni shirki. Mifano ya shirki iko mingi. Kwa hivyo wasia wa kwanza, an la tushiriku bihi shay'a, msikishirikishe chochote na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Imetajwa kwamba ni katika shirki kuweka ibada ambazo Mwenyezi Mungu Azza Jalla hakuziweka, au kuweka katika dini sheria ambayo Allah hakuiweka. Kwa sababu gani tumesema shirki ni kuingia katika anga za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ni kumhusisha yeyote katika jambo la Allah, katika jambo ambalo ni maalum kwa Allah, kusema hii ni halali na hii ni haramu, ni haki ya Mwenyezi Mungu, na kusema hili ukifanya utapata thawabu na hili ukifanya utapata madhambi, ni haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kusema hii ni ibada, ni haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, al-Khalis, pure. Kwa hivyo imekuwa kuzua mambo katika dini ni aina katika aina za shirki. Kwa hivyo wasia Mwenyezi Mungu Azza Jalla, la tushiriku bihi shay'a, msikishirikishe chochote na Mwenyezi Mungu. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wa Allah amehusia watendewe wema. Wa bil walidaini ihsana, wanawachuoni wamesema katika aya hii na katika aya zingine Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ameifanya haki ya mzazi inachukua nafasi ya pili, ama iko Bennett na haki yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ya kuabudiwa.
na haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ya kuabudiwa na kutauhidishwa na kutokushirikishwa ni haki kubwa kuliko haki zote. Maneno haya yana maana gani? Yani duniani haki ni nyingi. Haki ya mume kwa mkewe, na haki ya mke kwa mumewe, haki ya mtoto kwa baba yake, haki ya mtoto kwa wazazi wake, haki ya wazazi kwa mtoto wao au watoto wao, haki ya kiongozi kwa wale anaowatawala, na haki ya wanaotawaliwa kwa kiongozi wao. Haki ziko nyingi. Hizi haki ukitaka kuziweka katika orodha, haki ya juu kabisa ni haki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ya kupekeshwa na kutauhidishwa na kutokushirikishwa. Alafu angalia kwenye haki hii kubwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akajalia haki ya wazazi wawili ndiyo inayofuatia. Na bila shaka yani hadithi za Mtume, yani Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa masahaba wameorodhesha kwamba nini, kuwatendea wema wazazi kuna shinda hata jihadi. Mtu mmoja alikuwa anaenda katika jihadi, akamwambia Mtume, akamwambia una wazazi wawili? Akasema ndio. Akaambia Mtume, akamwambia rudi, fafihi ma fajahid, jihadi yako bwana, nenda kawahudumia wazazi wako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kumrudisha mja wake katika jambo lililo bora akampeleka kwenye lenye ubora wa chini. Alikuwa amempeleka katika amemwelekeza jambo ambalo linaweza kukompewa na lile ambalo ameliwacha. Fafihi ma fajahid. Hata mtu yani akisema mimi yani nionyeshe amali ambayo nikiifanya itakuwa na malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ni kuwatendea wema wazazi wawili. Na tunasema wanadamu wana haki, yani wanadamu wote wana haki, lakini katika hao wanadamu ndugu wa karibu wana haki zaidi, na katika hao ndugu wa karibu wazazi wana haki zaidi. Wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili wema. Yani amehusia kwa wazazi wawili, amehusia Rabbuna Jalla wa Ala kuwatendea wema. Na hata sio jambo la kufanya ni rahisi tu mtu akasema nataka kumuoa fulani au nataka kuolewa na fulani, wazazi wangu hawataki. Anatafuta mwanya wa kuwakhalifu wazazi wake, amuoe mtu ambaye wao hawatafurahi. Yani wamekulea mpaka umekuwa mkubwa, alafu unaenda kwenye jambo ambalo wao wamelisubiria siku nyingi kabla ya wewe. Mwanaetu atakuja aolewe, tusherehekee, na baada ya sherehe tufurahie maisha. Atakuja mwanetu aowe, tufurahie na tusherehekee. Alafu wewe unakuja kuwakata mudi. Unaona ni jambo rahisi tu upewe fatwa kwamba achana nao bwana, wewe oa tu, wewe olewa tu. Kuna watu wanataka hivyo. Nakwambia hiyo ni kuriski sana katika maisha yako. Je, kama fatwa yangu imekosea? Kwa hivyo mimi huwa napenda kwenye nukta hii sio kutoa fatwa, kutoa ushauri tu. Watu wa kuolewa nao na wa kuwaoa si wako wengi. Tafuta washawishi kwa kadri uwezavyo, na bila shaka wao wanakutakia kheri. Ukiwashawishi ukawekea wazi, kama ni mtu anafaa kweli watakwambia ndio. Kama hafai, yani kama hawamtaki, basi huenda, tunasema huenda kwa sababu sio mara zote wazazi wanapatia. Ni kweli kuna wakati mwingine hawana sababu ya msingi kabisa, lakini tunasema kama wazazi umewashawishi, umetumia mbinu zote, wamekomaa, huenda hiyo sio kheri. Na ulama wanasema ikitokea mvutano wa rai kati ya mtoto na wazazi, alafu rai ya wazazi ikawa sio ya haramu, kama ni ya haramu tunaiweka X, lakini ni ya halali ila haina rai hiyo sio bora kama rai ya mtoto, wanasema tukienda kwenye field kwenye maisha na kuishi, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atatoa majibu kwamba ile rai ya wazazi ilikuwa ni nzuri zaidi kuliko rai
ya mtoto au watoto, ni lazima au ni mara nyingi mtoto atasema bora ningemsikiliza mama yangu, au bora ningeliwasikiliza wazazi wangu. Kwa hivyo kuchagua rai pia wanazozipenda wazazi wako, ili mradi sio za haramu, hiyo ni katika kuwatendea wema. Wabilwalidaini ihsana. Kuna swali linakujaga, je, kama wazazi wangu hawakunilea, yani mtu ana imagine kwamba nimeambiwa niwatendee wema kwa sababu wao wamenitendea wema. Kama hawakunitendea wema, je? Kwa mfano mzazi amezaa akamtupa mtoto ili afe, watu wakamuokota hakufa, au alimtelekeza tu ili watu wamuokote wamlee, halafu baadaye akaja huyu mzazi akagundulika. Je, mtoto ampotezee? Hapana. Kuwatendea wema wazazi ambako kumeamrishwa sio kwa mukabala wa wao kukutendea wema, yani kukulea, ni kwa mukabala wa kule kukuzaa. Wakikutendea wema, hilo ni jambo lingine. Kwa hivyo wema kwa wazazi umehusishwa na kuzaa, kwa kuwa wamekuzaa, haukuhusishwa na kwa kuwa wamekulea, hilo ni jambo lingine. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alitaja hili jambo la uzazi kuonesha kwamba hata kama hawakufanya hilo lingine, wakafanya hili tu, kwa sababu wametumia neno gani? Wabilwalidaini, na kwa wazaaji wawili. Manake neno wazaaji ili la Kiswahili ndio presentation ya aya. Walwalid min kalimati walada yalidu walid, mzaaji. Na kanuni ya tafsiri ni kwamba ikitajwa hukumu alafu ikahusishwa na wasifu, basi huo wasifu ndio sababu ya hiyo hukumu kupatikana. Yani ukipatikana wasifu huo, inapatikana hukumu hiyo. Kwa mfano ukiambiwa wakirimu watu weusi, maana yake weusi wao ndio sababu ya kukirimiwa kwao. Wakirimu waliofaulu, kule kufaulu kwao ndio sababu ya kukirimiwa kwao. Wakirimu watoto, kule kuzaliwa kwao ndio sababu ya kukirimiwa. Wakirimu madhaifu, ule usifu wa udhaifu ndio sababu ya kukirimiwa kwao. Wakirimu wazazi, wazaaji, kule kuzaa ndio sababu ya kutendewa kwao wema. Wabilwalidaini ihsana. Kwa hivyo jifanye tu mwerevu ukasema wazazi wangu hawakunilea, hawakunifanyia mazuri, ukawatenga, utakuta hayo utakutana nayo kwenye kizazi chako, utafanyiwa wewe na mambo yako hayatanyooka. Mwenyezi Mungu Jalla waala akasema, yani alipotaja wema kwa wazazi akasema, wa injahadaka, lakini ikitokea wamekutenza nguvu, ala an tushrika bi shay'a, ufanye dhambi mbaya kabisa. Akatoa mfano wa dhambi ya shiriki, dhambi mbaya kabisa ambayo mimi siitaki na ndio dhambi nisiyoisamehe, fala tuti'huma, usiwatii. Lakini sasa usiseme washakuwa washirikina, mshapata tiketi ya kuwaasi na kuwatenga. Akasema fala tuti'huma wasahibe huma fi dunya maarufa, usiwatii lakini suhubiana nao na amiliana nao duniani kwa wema. Yani akhera Allah atawaadhibu kama hawakutubia, lakini hapa duniani wapate haki yao. Angalia uadilifu wa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Unaweza kuwa huyu mtu anayeomba mtende wema ni mtu wa motoni, lakini ni haki yake kutendewa wema sasa hivi, habari ya motoni haijafika. Wabilwalidaini ihsana. Kwa hiyo wasia namba 1 wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, watu waache shiriki, wamtauhidishe, wampekeshe. Wasia namba 2, watendee wema wazazi wawili na wasifanye ubaya dhidi yao. Namba 3, wala taqtulu auladakum min imlaqa, musiue watoto wenu min imlaqa. Ni kama vile mauaji kwa ujumla ni mabaya, lakini mtu kuua kizazi chake kwa sababu ya kuogopea ufakiri, hilo ni jambo baya zaidi. Yani ni mauaji na ziada ni mauaji na ziada. Lile jambo la haimaanishi kwamba kuua kwa sababu nyingine ni halali,
sema msiue watoto wenu kwa sababu ya kuogopea ufakiri. Ametaja hii sifa kwa sababu huyu mtu anakuwa amemdhania, amemtuhumu Mola wake kwamba ataleta kiumbe duniani alafu hatomruzuku. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Katika mambo magumu watu kuyaelewa ni hili swala la kuambiwa bwana, kila mtoto anakuja na riziki yake. Hii maneno watu hawakubaligi na wanajaribu kuingiza akili na sayansi, lakini mimi naona katika mambo ambayo yani akili hazifai kuingizwa hapo ni katika masala ya riziki. Nataka mnielewe vizuri ndugu zangu, sio kwamba eti mtu asitumie akili yake kutafuta, ni masala mengine kabisa, na hiki ninachosema ni kingine kabisa. Usiingize akili kukadiria riziki itapatikana ama haitapatikana, lakini wewe tumia akili kutafuta njia za kupata riziki, lakini usitumie akili kutoa majibu riziki ipo ama haipo. Hili somo ni gumu watu kulielewa. Hakuna hata sehemu moja mtu, yani sheria imesema usizae mpaka ujiangalie kwanza. Sheria itasemaje hivyo wakati huyo mwenyewe anayejiangalia na akajiona amejizatiti? Chochote kinaweza kutokea. Yani si mtu anaweza kuwa ana miradi yake alafu ikatokea jambo lolote miradi ikasoma sifuri. Si unaona wenzetu wako kwenye vita, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atuepushe. Mtu anakuwa yuko katika channel ya mamlaka na utawala, yeye na kizazi chake, alafu ikaja ikakata ile, ikatokea mapinduzi. Alikuwa mtu amejizatiti kiasi kwamba yani anayaona mamlaka yako kwake yatakuja kwa watoto, yatakuja kwa wajukuu. Mtu amejizatiti katika biashara, anaona atakuwa mfanya biashara na watoto na wajukuu, yani Kiswahili tunasema kajiweka sawa, kajipanga. Lakini linatokea jambo moja tu katika mambo ya Mwenyezi Mungu Jalla wala aepushe mbali, yani inasoma sifuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atakwambiaje wewe umeshajizatiti, umeshajiandaa, akutofautisha na yule mwingine. Naam, angalia kwa mfano kwenye kuoa, mtu ameambiwa aangalie maandalizi madogo kwenye kuliendea jambo hili na atafute sababu. Kwa hivyo yaangalie masala haya kwa kadri ambavyo sheria imekwambia uyaangalie, ama kupitiliza mtu akawa yani anatoa mimba na anaua watoto. Kuua watoto mara nyingi tukipiga mfano katika maisha yetu ni kwenye swala la kutoa mimba, kwa sababu watoto wameshakuwa wengi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akitaka watoto hao wengi atawaruzuku, riziki itakuwa ni nyepesi, na huyo mtoto mmoja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akitaka itakushinda ada ya mtoto mmoja, na kitakushinda chakula cha mtoto mmoja, bali kitakushinda chakula chako wewe peke yako bila ya mke wako wala bila ya mume wako. Kwa hivyo sisi watu tunasema maneno ya dini kama yalivyosemwa, na hatujali hayo mahesabu ya binadamu. Lakini kuna siku moja au mara zote, yani hutokea baadaye watu wakanoti kwamba Mwenyezi Mungu Jalla waala kila akisemacho yani kiko kama alivyokisema. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, naam, katika aya hii amesema wala taqtulu auladakum min imlaqa, msiwaue watoto wenu kwa sababu za ufakiri, za maisha. Ni kipande cha mbele ndio kinatafsiri hilo neno imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyahum, sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao. Katoto kadogo kanaruzukiwaje kwa mkono wake? Kanaruzukiwa kwa mkono wa mzazi wake, sababu kadogo hako akafungui duka wala akana mpango wote wa utafutaji. Kwa hivyo Allah akisema tunawaruzukuni nyinyi na wao, maana yake tunakuruzukuni nyinyi kupitia sababu zenu au zingine, na tunawaruzuku watoto kupitia sababu zenu au zingine.
Yani kuna riziki kwa hivyo zinapita kwa wazazi kwa sababu ya watoto wao. Sio tu watoto, hata watu wengine wakiwa chini yako, Allah analeta riziki kwa sababu ya kwako na ya kwao. Na mara nyingine sababu ya watoto ya riziki inaweza kuwa ni kubwa kuliko ya kwako. Kwa hivyo e, wewe ukapata nyumba nzuri kwa sababu Allah ametaka huyo mtoto aishi nyumba nzuri kuanzia utotoni mwake. Lakini hiyo nyumba nzuri mtoto ataimilikije? Inakuja wewe unakuwa ni mmiliki na inasoma jina lako, lakini riziki hiyo imeletwa kwa sababu ya mtoto. Kwa hivyo katika aya hii akasema, nahnu naruzukukum wa iyahum, sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao. Na kuna aya nyingine akasema sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, akawatanguliza wao na nyinyi. Hapa niseme ni kafaida ka ziada kanafanana na haka yani kitaaluma na kiufahamu na kiakida. Wewe baba mwenye nyumba, baba aliyepewa majukumu ya riziki, kutafuta riziki ya familia yake, una Qur'ani hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, hata Qur'ani niko sawa, hata Qur'ani hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetaja kwamba wewe unapata riziki kwa sababu ya mkeo. Hadithi imetaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe unapata riziki kwa sababu ya mkeo. Na pia inawezekana pia ikitokea dharura za kimaisha, mume amepatwa na majanga, amepata ajali, ameugua, wewe mwanamke unaweza kuwa unapata riziki kwa sababu ya mumeo ambaye ameshakuwa kitandani sasa. Allah atuhifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallama alitaja hiyo sababu ya wewe kupata riziki kwa sababu ya mtu mwingine. Akasema sallallahu alaihi wasallama, mwanamke huolewa kwa hili na lile na lile, akataja mali, akataja uzuri, akataja hadhi yake kijamii, na akataja dini. Alafu akapigia mstari kwenye suala la dini, akasema fadhfar bidhati dini. Fadhfar, adhafru ni kushinda, Kiswahili wanasema kujitwalia. Basi jitwalie mwenye dini, yani umeoa mwanamke mwenye dini, tarbati yadaka, mikono yako itabarikiwa. Yuko nyumbani, ni mama wa nyumbani, lakini wewe ndiye unaenda kufanya kazi, mikono yako itapata baraka, yani kila unachokishika kitakuwa kinafunguka. Imetajwa hapa sababu ya dini kwamba ni sababu ya riziki pia, na bila shaka itakuwa ni riziki ya kheri, na ambayo ni riziki tofauti na riziki zingine. Yani unadhani riziki unayoipata kwa sababu za kidini itafanana na riziki zingine? Kwa hiyo fadhfar bidhati dini tarbati yadaka. Na ukipanua mafhumu, manake mkiwa na dini ndani ya nyumba wote pia mnaongeza huo wigo wa kupata riziki ya Mwenyezi Mungu Jalla waala. Nina ushahidi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu Azza Jalla alisema, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Nisimamisha sala na uamrishe watu wako kuswali, au waamrisha watu wako kuswali na wewe kuwa mvumilivu na shikamana nayo, wastabir 'alayha. Mkifanya hivyo mimi sitakuulizeni riziki yenu, mimi ninachukua dhamana ya kuwapa riziki familia ambayo wanasali ile sala ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah amesema hatutakuuliza wewe mzazi riziki ya watoto wako muda wa kuwa wao wanafanya ibada. Nimesema ninayo aya katika lile swala la kupatikana riziki kupitia ndoa. Mwenyezi Mungu Azza Jalla amesema waozesheni, yani wasio
wanaitwa nani hawa? Vijana wa kiume na wa kike, al-ayama, waankihu al-ayama minkum, waozesheni al-ayama katika nyinyi, wasalihina min ibadikum, na waliowema katika watumwa wenu. Na akasema yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, kama watakuwa ni wema wakaoa, yani wakioa yani wakafanya sababu ya kuoa, na ndani ya huko kuoa wakawa ni watu wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatosheleza kwa fadhila zake. Hii ni aya, وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Kama watakuwa ni mafukara, Mwenyezi Mungu atawatosheleza. Sio lazima wape utajiri mkubwa, lakini watapata sababu ya maisha. Tumeingiaje huko kwenye darasa yetu? Tuko kwenye kipengele cha sisi tunawaruzuku hao watoto, tunakuruzuku ni nyinyi na hao watoto. Hiyo yani umeona, bilaksi, tofauti na tunavyodhania sisi, Allah amehimiza watoto wazaliwe, alafu akasema sio kazi yako riziki yao, ni kazi yangu. Kwa hivyo mtu anaweza riziki yake ikawa ndogo, akasema unaona sasa, je, ningezaa watoto wengi? Kumbe imekuwa ndogo kwa sababu na watoto wachache. Wangekuwa wengi, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla angeleta riziki. Na ikiwa ngumu, basi sio kwa sababu watoto ni wengi, ni kwa sababu Allah ametaka iwe ngumu, kama ambavyo unaweza kuwa uko peke yako na ikawa ngumu. Kwa hivyo ukiwa peke yako ikiwa ngumu, inakuwa hapo ugumu unatokana na wingi au unatokana na kwamba Allah amekadiria ugumu? Basi wala taqtulu auladakum min imlaqa, msiue watoto wenu kwa imlaqa. Kusema kweli, nizungumze tu kwa uwazi kwa sababu tuko darasani. Ulama wamesema inajuzu kutoa mimba ambayo haijapuliziwa roho, haijafikia miezi minne. Lakini mimi nina ishkali na fatwa hiyo, kwa sababu Allah ameita katika aya nyingine mimba ikitunga, ameita kiumbe cha Allah, ametumia yani wala yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, alipokuwa anawahusia wale wanawake ambao wanaachana na waume zao na mimba bado iko changa, anaweza akaondoka na mimba ya huko akapeleka kule. Allah akasema ukitoka kwenye ndoa usije ukaficha kile alichokiumba Mwenyezi Mungu Jalla waala fi arhamihinna, katika mfuko wa uzazi. Kwa hivyo Allah kaita alichokiumba Allah. Yani usije ukatoa mimba mpaka iwe kuna dharura, sio ya habari ya riziki, sio dharura kwamba watoto wamefatana karibu karibu, hapana. Hiyo ni haja tu, sio dharura. Iwe ni dharura, mimba imetunga nje, au yani madaktari wanasema kwa vigezo ambavyo vina asilimia kubwa kwamba hii ni hatari kwa mama anaweza kupoteza maisha. Kwa hivyo hatuwezi kupoteza maisha ya mama kwa sababu ya mtoto. Mama ana haki zaidi na uhai wake, na jamii pia inamhitaji zaidi mama kuliko mtoto. Itakuwa hivyo, mimba hiyo inaweza kutolewa kwa dharura. Lakini hii habari ya yani kutoa mimba kwa sababu eti haijafikia mimba ya miezi miwili, si mtoto mkubwa sana, miezi mitatu ni mtoto mkubwa sana. Kwa hivyo usitoe mimba kwa sababu ya kuchelea maisha, mpaka iwe tu kuna sababu za kiafya tena kubwa za uhakika, sio za kudhania dhania. Manake mwanadamu akipewa sababu ya kisheria, na yeye pia hupenda kujiegemeza kwa kulazimisha. Nafahamu kuna wanawake wengi wataki ukewenza kwa hiyo hoja, huyu hawezi uadilifu, kwa sababu sheria imesema musioe kama sio uadilifu, basi inashikwa hapo hapo, sababu imesema msioe mpaka mwe na uwezo. Huyu hana uwezo.
hoja. Kwa hivyo na hapa tusije tukashika hoja kwamba yani kuna madhara ya kiafya ukawa unayaforce madhara ya kiafya mpaka yawe ni muhaqqaqa, yawe ni ya uhakika. Wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwaue watoto wenu kwa kuchelea ufakiri. Nahnu narzuqukum wa iyahum, sisi tunawaruzuku wao pamoja na nyinyi. Wala taqrabu mala liyatimi, wala msikurubie mali ya mayatima. Hapa ni kama alivyosema wala taqrabu zina. Sheria ikikataza jambo kwa yani usikurubie, hiyo lugha imekataza zaidi. Maskini ya Mungu, kuna watu ni washenzi. Nasema Mwenyezi Mungu akukataza zina bwana, amekataza kukurubia. Sasa utafanya zina bila kukurubia? Si lazima usogee ndio utafanya zina. Allah amekataza, acha kufanya, kusogelea amekataza. Usiposogea utafanyaje sasa? Utafanya ukiwa mbali, unafanyaje? Kwa hivyo wala taqrabu wala taqrabu wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyahum wala taqrabu alfawahisha. Hapa ni wala taqrabu alfawahisha, msikurubie alfawahisha, mambo machafu. Fawahisha zile haramu ambazo ni qabihun, yani ni mbaya sana kinafsi, kabla ya hoja ya dini. Kabla ya dini kusema jambo hili ni baya, hayo mambo ndiyo yanaitwa fahisha, yale ambayo kwa nature ya ubinadamu ni mabaya, alafu dini ikaja ikayaweka tena katika grade ya kuwa ni mabaya, na hayo ndio yanaitwa fawahish. Yanaitwa ni fawahish, kama vile zina. Watu wamekataza zina tokea zamani kabla ya dini, na mambo ya liwati ni mabaya kabla ya dini, na mambo ya mauaji ni mabaya kabla dini haijasema. Hayo yanaitwa fawahish. Moja inaitwa fahisha, zina imeitwa ni fahisha. Wala taqrabu alfawahisha, wala msikurubie mambo ya fahisha, zina na liwati na mengineyo. Ma dhahara minha wa ma batana, iwe ni ile fawahisha ya wazi au iliyofichikana. Mtu asijekadhani fahisha ni yani inakuwa ni nafuu ikiwa imefichikana. Amekataza ma dhahara minha, ile iliyo ya wazi, wa ma batana, yani msidhihirishe fahisha wala msifiche. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha ila kwa haki. Kwa haki mtu asipate mushkili akasema nafsi inakuwa ni halali kuua nafsi kwa haki. Kwa haki gani? Akiua anauliwa, akiritadi anauliwa. Akisema kwa hivyo, akisema bilhaqi illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki, yani isipokuwa kwa sababu ya kisheria ambayo sheria imeweka hukumu kwamba nafsi hiyo iuliwe. Kwa mfano kwenye vita, kwenye jihadi unaua nafsi, lakini hiyo ni kwa haki. Wala taqrabu wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala musi uwe nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki. Ndugu zangu katika imani, naomba nisipite haraka sana kwenye jambo la fawahisha. Kwenye jambo la fawahisha ni mambo ya zinaa. Mambo ya zinaa, kuna nyumba nyingi ndugu zangu katika imani zinavunjika kwa sababu ya mambo ya zinaa. Na mtu asije akafanya jambo hili akijifanya kwamba ni usiri. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hawezi kumchoresha mwanamume wa watu. Unafanya mambo maovu katika ndoa na watu wengine mpaka hata wanaleta na watoto. Mwenyezi Mungu amchoreshe huyu mtu maisha yake yote bila wewe kufedheka, haiwezekani hiyo. Na kadhalika wanaume wanafanya khiana. Haya mambo yanaondosha baraka katika maisha. Hii dunia ndugu zangu inataka kujinyima, yani kujinyima ni moja katika kanuni za kuleta maisha mazuri, na kujiachilia ni kanuni mama ya kuleta matatizo makubwa duniani. Watu
walijiachilia kwa sababu ya kutaka kujirusha, wakaingia kwenye mikopo bila sababu za msingi. Baadaye wakajikuta wana madeni yasiyolipika. Nini, mjini hakukaliki, kukimbia hakukimbiliki, kukalika hakukaliki, mpaka baadaye sasa mtu ili kujinasua anaanza kutafuta njia ambazo hazifai. Huu mfano unakuja katika engo gani? Unakuja katika engo kwamba ni katika kanuni za maisha kujinyima. Wewe huwezi kupata kila kitu, Sheikh, kwa sababu tu una pesa au una madaraka au una sababu. Katika sababu, basi wanawake wote wazuri lazima uwapate, wanaume wote wazuri lazima uwapate, kila kitu kizuri lazima ukipate. Haiwezekani. Ishi kwa level aliyokukadiria Mwenyezi Mungu Jalla waala, na kwa njia ya halali. Ukitaka kujitanua, jitanue katika halali. Kama ni kwenye ndoa mwanamume, mwanamke atakuwa na wewe, jitanue kwa kumchagua huyo mmoja ambaye atakuwa na vigezo vinavyokuridhisha. Hata kama kwa kutumia pesa zako na cheo chako. Lakini mwanamume amepewa nafasi, ajitanue katika halali, sio katika haramu. Jitanue katika halali, katika vyakula, sio katika haramu. Ukala ulevi, ukala nyama ya nguruwe, ukala vitu vya haramu, vya kunyang'anya, vya kuiba, vya utapeli au vya ufisadi kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo mtu anayefanya fawahisha na mambo ya zinaa, huyo ni mtu roho yake ndogo na hataki kujizuilia. Kwa hakika ndugu yangu, kama ukutubia, madhara yake ni makubwa mbele na utafedheheka. Tena sio mpaka ufuatiliwe. Mtu anaweza kuwa hakufuatilii, lakini Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Kwa hivyo kuna mtu mwingine anadhani yuko makini sana ndio maana hakamatiki. Hapana, ni kwa sababu ya stara ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla, na stara ya Allah huwa ina mwisho. Yani ukikia mipaka na ukapitiliza na jambo lenyewe unafanya hutubii, Allah ataondosha hiyo stara. Siku akiondosha itakuja kuvumbuluka kwa namna ambayo wallahi hutegemei kabisa. Sisi ni watu wazima, mifano tunayo. Hata mimi binafsi nimeona mifano mingi tu. Kwenye kichwa changu kuna baadhi ya mvi hapa zipo. Na kwa hivyo mvi sio anazo nani tu, mama Riziki na mama nani na mama nani na mvi, watu wengi na kila mwenye mvi ameona mambo mengi. Kuna mambo amejifunza katika maisha yeye mwenyewe bila ya kuambiwa. Kwa hivyo ili jambo la fahisha katika ndoa au nje ya ndoa ni katika mambo mabaya yenye kuleta fedheha. Wala taqrabu alfawahisha, usifanye fahisha. Alafu fahisha, ndugu zangu katika imani, huwa inaleta watoto wabaya. Katika sababu za kupewa watoto wabaya ni kukitumia vibaya hicho kiungo cha kuzalia watoto. Musiseme mimi ninasema matusi. Mwenyezi Mungu Jalla waala alisema, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min alqanitin. Maryamu alihifadhi tupu yake. Mwenyezi Mungu sasa hapa hakutumia tafsida, akasema moja kwa moja alihifadhi tupu yake, tukapuliza katika tupu yake. Hakusema tukapuliza kwa Maryamu, labda maneno yawe jumla yasieleweke vizuri. Anasema tulipuliza yule mtoto mwema ambaye ni Isa ibn Maryam, kwa sababu ile tupu ilikuwa imehifadhiwa, ndio Allah akamleta mtoto mwema, akachagua huyu mtoto mwema anayekuja duniani apitie kwenye hili tumbo hili lisilobebaga maji machafu. Ama kwa hivyo hapa istinbati hapa, yani ni dondoo tunayoichukua hapa ya kimafunzo, ni kwamba yani Mwenyezi Mungu Jalla waala watoto wabaya anawapitisha kwenye vizazi vibaya, kwenye tupu ambazo hazikuhifadhiwa. Swala hili la yani, kuna majanga mengine yanatupata yanaanzia mbali. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na atuepushe na atustiri. Kwa hivyo wala taqrabu alfawahisha, msikurubie mambo ya fahisha, zina na mengineyo. Ma dhahara minha wa ma batana,
kwa yale yaliyodhihirika na yale yaliyofichika. Msifanye zinaa ya siri wala ya dhahiri. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum taqiluna, Allah amekuhusieni wasia huu ili mpate kuelewa. Kisha akasema mbele katika aya inayofuata ya 152, wala taqrabu mala al-yatimi. Hii ndio aya ilikuwa iko mbele, sijui kwa nini ulimi wangu ulikimbilia huko. Wala taqrabu mala al-yatimi, wala msikurubie mali ya mayatima, illa billati hiya ahsan. Angesema msikurubia moja kwa moja, maneno yakaishi hapo, ingekuwa ishu ngumu kweli. Akasema isipokuwa kwa jambo ambalo ni zuri zaidi. Sio tu kwa jambo ambalo ni zuri, kwa jambo ambalo ni zuri zaidi. Yani usikurubie mali ya yatima isipokuwa kwa jambo ambalo ni zuri zaidi kwa mali hiyo na ni zuri zaidi kwa yatima. Tafsiri iko wazi tu kwamba mali hiyo izalishwe ya yatima, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza, kwa sababu akasema mali ya yatima isipozalishwa itaisha. Bado mdogo, tunachukua matumizi kutoka katika mali aliyoachiwa, tunachukua matumizi, haizalishwi. Kwa hivyo anasema izalishwe. Mali ya yatima inaweza kufanywa biashara, lakini ile ambayo ni nzuri zaidi, riski yake ni ndogo zaidi, uhatarishi wake ni mdogo zaidi, uwezekano wa kupata hasara ni mdogo zaidi. Kwa hivyo kama unataka kufanya biashara yenye riski, fanya kwa pesa yako. Kwa pesa ya mayatima usifanye mpaka upate biashara ambayo haina riski kubwa. Hiyo ni kwa wema. Kadhalika kwa wema, kama umempikia yatima chakula, tujalie siku hiyo ulikuwa hauna pesa kabisa ya chakula nyumbani, lakini kuna pesa ya yatima 10,000, ukapika chakula. Unadhani ukipika chakula ukimpa ale peke yake kitakuwa kizuri kwake? Kwa hivyo hapo utakula naye, ndio illa billati hi ahsan. Hiyo ni uzuri katika kuishi naye. Wala msikurubie mali ya mayatima ila kwa njia ambayo ni nzuri zaidi, hata yablugha ashuddahu, mpaka afikie katika ukomavu wake. Umeona hii neno nilipata kuulizwa hapa katika darasa. Ukiwa unamlea yatima alafu akabaleghe, kwa mfano kabinti kadogo kana baleghe miaka 9, miaka 10, 11, 12, 13, bado kadogo. Hata kijana wa kiume miaka 15 pia bado ni mdogo tu. Hii dunia ina mambo mengi, huwezi kumwachilia duniani akasurvive. Bado anahitaji uangalizi. Lilikuja swali, je, manake yatima nini definition inasema ni yule ambaye amefiwa na baba, sio na mama. Amefiwa na baba kabla ya kubaleghe. Yani akibaleghe anakuwa sio yatima. Naam, anakuwa sio yatima, walakina alhukma yustashabu liwujudi au libaqai alilla. Hukumu hiyo itaburuzwa, yustashabu, itaburuzwa, itavutwa kama inavyovutwa manati. Sijui naongea Kiswahili cha kijijini. Ile hukumu badala ya kukoma pale inaendelezwa kwa sababu ya kubakia ule uhitaji uliokuwepo kabla ya kubaleghe, uhitaji uliokuwepo wakati wa uyatima. Uhitaji huo si umeendelea kuwepo kwamba anahitaji muangalizi na anayemtunza, kama ilivyo kwa watoto wetu tuliowazaa. Tuseme tu kamevunja ungo, haya nenda mjini. Hapana, unaendelea kumwangalia. Kwa hivyo mtu ambaye anamlea yatima na amlee mpaka afikie katika ukomavu. Tena ukomavu unaokusudiwa hapa sio wa mwili, ukomavu wa akili, ambao wakati mwingine yani ukomavu huo haupatikani, yani mara nyingi haupatikani ndani ya ule muda wa kubaleghe. Kwa hivyo tunaweza kusema aya hapa imeashiria kwamba uyatima unavutwa, unaendelea hata baada ya mtoto kubaleghe, kwa sababu amesema mpaka atakapokomaa. Na ili neno kukomaa tumeona katika aya linatajwa mtu ana miaka mingi kabisa.
walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma, alipofikia katika ukomavu, na ni nabii Musa, tukampa utume. Kwa hivyo ukomavu ni ukomavu wa akili. Kwa hivyo Qur'ani hapa tunaweza kusema imeashiria kwamba mtoto amesha balighi. Qur'ani ikusema yani hata yahtalima, mpaka balighi, imesema hata yablugha shudda, mpaka afike katika ukomavu. Aya nyingine akasema wabtalu yatama hata idha balaghu nikaha, watahinini mayatima mpaka watakapobalighi, mpaka watakapofikia ndoa, yani mpaka watakapobalighi. Lakini akasema fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, mkiona alama za rushdi, za uongofu, yani anaonekana ana mwelekeo mzuri, basi wapeni mali. Yani msiwape mali kama hawajafanya nini, hamujaona hizo alama. Kwa hivyo anaweza kabaleghe, lakini tusimuingize katika kundi la waliotoka kwenye uyatima, tukambakisha kwenye kundi hilo kwa sababu hajakomaa. Wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hi ahsan, wala msikurubie mali ya yatima isipokuwa kwa njia iliyo nzuri zaidi, hata yablugha shuddahu, mpaka huyu yatima afikie katika ukomavu wake na nini, na werevu. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, na timizeni alkaila. Ndugu zangu katika imani, hapa vimetajwa vipimo viwili. Alkaila sio kilo, ni kipimo cha ujazo. Almizan ni kipimo cha kilo cha wizani. Bil qisti, kwa uadilifu. Qur'ani mara kwa mara ikitaja vipimo, inataja vipimo hivi: kipimo cha ujazo, cha kujaza bidhaa, yani kuna bidhaa zinauzwa kwa ujazo, imejaa ujazo fulani, milzi kadhaa, au ujazo wa gunia au debe. Walmizana ni kipimo kinachozingatia uzito wa bidhaa, misumari labda kilo ngapi. Qur'ani imekuwa ikitaja vipimo hivi viwili, labda kwa sababu ya venyewe ni nyeti zaidi, athari yake ni kubwa zaidi, lakini vipimo viko vingi. Kuna kipimo kinapimwa kwa futi au kwa mita. Vipimo viko aina nyingi. Hata kuna vipimo vingine vinazingatia nini, kwamba unanipimia chuma, basi isiwe chuma imechanganyika na udongo, yani chuma dhaifu, na wewe unanipimia chuma kumbe umetia ndani material nyingine. Au unanipimia dhahabu lakini kumbe ndani kuna nini, kuna shaba katika lile pambo, katika lile bangili au cheni. Kwa hivyo kupima mizani, ukipanua maana hii inakuwa ni pana sana. Hata kwenye unafanya kazi na unalipwa mshahara, basi ni kama vile kipimo cha mizani, kwamba ujaze ule utumishi wako kwenye kiwango mlichokubaliana. Isije kuwa umepangiwa vipindi 10, unapiga bla bla tu, baadhi ya masaa yanapotea tu, unakulaga masaa tu ya nani, ya mshahara wa serikali au wa sekta binafsi. Katika mambo yanayoleta majanga ya kijamii, sio majanga ya mtu mmoja, majanga ya kijamii, mpaka hata kuondoka baraka katika maisha na kukoma kwa mvua, ni mambo ya kupunja katika mizani. Mwenyezi Mungu Azza Jalla alimleta Nabii Shuaibu, akawaambia watu wake, mimi ninakuoneni nyinyi mna neema, lakini ninaogopea kama hamtekelezi mizani hii neema, Allah ataondosha. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum, na kuoneni mko katika khairi. Kwa hivyo akasema Mwenyezi Mungu Jalla wala katika wasia wake, wa auful kaila wal mizana bil qist, timizeni vipimo kwa uadilifu. Akasema la nukallifu nafsan illa wusaha, hatuikalifishi nafsi isipokuwa kwa kadiri ya uwezo wake. Yani labda wewe umejitahidi kutafuta mizani sahihi, lakini kumbe inapunja kidogo kidogo. Allah
hapa aliposema mbele ya mizani kwamba hatumkalifishi mtu isipokuwa kadiri ya uwezo, yani makosa madogo madogo katika upimaji Allah atasamehe. Isije mtu akamaliza robo sana pima tu mchele na nini na sukari, anapima mpaka anaanza kutoa punje moja moja ili balance kabisa kabisa. La nukallifu nafsan illa usaha, tukalifishi nafsi isipokuwa kwa kadiri ya uwezo. Dini haiko namna hiyo. Wa idha qultum fa'dilu, angalia uadilifu katika kipimo na uadilifu katika maneno pia, katika kutoa ushahidi, katika kutoa, yani uwe muadilifu, usije ukamchukia mtu ukazungumza ukapitiliza. Zungumza kwa uadilifu, usije ukamchukia mtu mpaka hata haki alionayo pia ukaita ni batili tu, yote batili, yote haya bid'a, kwa sababu umemchukia mtu basi ukakataa kila kitu chake. Wa idha qultum fa'dilu, mkizungumza semeni kwa uadilifu, walau kana dha qurba, hata kama huo uadilifu ni dhidi ya ndugu. Walau kana dha qurba, hata kama ni ndugu wa karibu, yani uadilifu huo unamgusa. Wa bi'ahdillahi awfu, na ahadi ya Mwenyezi Mungu itimizeni. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu azza jalla ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ile ahadi ambayo waja walichukua kwamba watamwabudu Mwenyezi Mungu jalla waala. Dhalikum wasaakum bihi, hayo ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu azza jalla amekuhusieni. Ile aya ya kwanza amehitimisha kwamba huu ni wasia wa Mwenyezi Mungu, akasoma aya 151. Aya 152 kazungumza maneno mengi tena, akasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu azza jalla ili mpate kuwaidhika. Aya ya kwanza ilisema huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu azza jalla ili mpate kuelewa. Huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu ili mpate kukumbuka. Kisha akasema tena wa anna hadha sirati mustaqima, na hii ndio njia yangu iliyonyooka. Ndio maana hizi aya zimeitwa ni wasia wa Mwenyezi Mungu na zimeitwa ni waraka wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni waraka wa Mtume kwa sababu aya kwa mfano hapa Mwenyezi Mungu anamalizia kwa kusema wa anna hadha sirati mustaqima, na waambie hii ni njia yangu iliyonyoka. Ndio waraka wa Mtume. Fattabi'uhu, basi fuateni njia hiyo. Wala tattabi'u subula, musifuate vinjia vingine. Fatafarraqa bikum an sabili, kwa kufata vinjia vingine itapelekea bila kujua mutakuta mumetoka katika mstari. Ndugu zangu, hapa ni mambo ya bid'a tu yanazungumzwa hapa, kwamba jambo hili limethibiti kwa Mtume, liko katika sura hii. We ukatengeneza kamchepuo kengine ka sura nyingine. Adhkari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinatajwa subhanallah walhamdulillah. We ukabuni mbinu tu ya kutaja uradi kwa njia nyingine kabisa ambayo Mtume hakuifanya maisha yake yote wala maswahaba. Ukawa unasema tu ya Allah 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 ya Latif ya Latif ya Latif. Unataja jina la Mwenyezi Mungu azza jalla, lakini si kwa mfumo ule. Kwa hivyo umeanzisha kanjia kengine, na bahati nzuri wenyewe wameziita njia zao, wameziita ni tariqa. Maana hiyo ni tariqa, kuna hii kuna Qadiria, Naqshbandia, sijui njia gani hii, kweli wameziita njia hivyo. Hizo ni njia ambazo hazikuwekwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana huyu ya kwake, huyu ya kwake. Usianzishe mfumo wa ibada ambayo haikuthibiti. Wa anna hadha sirati mustaqima, na waambie hii ni njia yangu iliyonyoka. Imenyoka tena kubwa. Fattabi'uhu, basi fuateni. Ilikuwa inatosha ukisema watu wafate njia kuu, manake njia ndogo obvious zimeuliwa. Lakini akaongeza tena wala tattabi'u subula, msifuate vinjia vidogo vidogo, msifuate njia zingine nyingi. Ibada hii ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imetekelezwa kwa sura hii. Wewe ukasema hapana, tunaweza kutekeleza ibada hii lakini kwa njia nyingine. Unajua ushaanzisha njia nyingine. Kwa hivyo hatima ya kuzua katika dini, Allah atakupoteza. Wallahi tena
Maneno haya mazito yamekuja mwishoni mwa darasa. Naona nikianza kuyapanua itakuwa nini, akili zimeshachoka, hamtanielewa vizuri. Nitakuja niliseme hili insha Allah, lakini mimi nifupishe tu. Allah akasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaquna, huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu amekuhusieni ili mpate kumcha. Amekariri neno huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu kwenye aya ya kwanza, la'allakum taqiluna, ili mpate kuelewa. Kwenye aya ya pili akakariri, akahusia, alafu akafinish kwa kusema, kaleta kibwagizo cha aya, dhalikum wasaakum bihi, huo ni wasia wa Mwenyezi Mungu amekuhusieni, la'allakum tadhakkarun, ili mpate kutanabahi. Tadhakkaruna, mpate kuaidhika, au neno tadhakkaruna mpate kukumbuka, tadhakkaruna mpate kutanabahi. Tafsiri zote zinaingia kwenye neno hili tadhakkarun hapo. Alafu katika aya ya mwisho ya tatu akasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaquna, huo ni wasia Mwenyezi Mungu amekuhusieni ili mpate kuwa wacha Mungu. Hebu tu summary nini hizi nyasia tunaweza kuzipa aya. Wasia wa kwanza, an la tushriku bihi shay'a, simshirikishe Mwenyezi Mungu azza jalla na jambo lolote. Wasia wa kwanza. Wasia wa pili, wabilwalidaini ihsana, na watendeeni wema wazazi wawili. Kama mtu anaweza kutuandikia makala fupi wasia wa Mwenyezi Mungu jalla, wasia wa Mwenyezi Mungu azza jalla unaochukuliwa kwenye aya ya 150 mpaka 153, atutajie kwa kifupi kabisa. Namba 1, an la tushriku bihi shay'a, msimshirikishe Mwenyezi Mungu jalla waala na kitu chochote. Unaweza kudabu hivi, msimshirikishe Mwenyezi Mungu azza jalla na kitu chochote na mumpekeshe. Au wabilwalidaini sana, na muatendee wazazi wawili wema, msiwatendee mabaya. Ukawa una dabu namna hii, yani huo ni wasia namba 1, ni kama vile A na B. Namba 1 na A na B, namba 2 ina A na B. Wala taqtulu auladakum min imlaq, musiwaue watoto wenu, lakini wafanyeni mambo ambayo itakuwa ni sababu ya kupata uhai. Au na shortcut tu, an la tushriku bihi shay'a, msimshirikishe Mwenyezi Mungu na jambo lolote. Namba 1, wabilwalidaini ihsana, watendeni wema wazazi wawili. Wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwe watoto wenu kwa sababu ya kuogopea ufakiri. Namba 3, wala taqrabu alfawahisha, wala msikurubie mambo machafu. Namba 4, ma dhahara minha wa ma batan, yaliyodhihirika na yaliyofichikana. Namba 5, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha. Nyasia 5 katika aya ya kwanza hii. Alafu akasema huo ni nasaha za Mwenyezi Mungu. Namba 6 katika aya inayofuatia akasema wala taqrabu malal yatimi, msikurubie mali ya mayatima, illa billati hi ahsan, ila kwa uzuri, hata yablugha shudda, mpaka watakapobaligha mwakabizi. Wa awful kaila wal mizana bil qist, na timizeni kipimo cha ujazo na mizani kwa uadilifu. Namba 7 hiyo. Wala la nukallifu nafsan illa wusaha, wa idha qultum fa'dilu. Namba 8, mkisema semeni kwa uadilifu. Wala ukana dha qurba, hata kama huo uadilifu ni dhidi ya ndugu. Wa bi'ahdillahi awfu. Namba 9, tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala, la'allakum tadhakkaruna, ili mpate kukumbuka. Alafu akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ni njia yangu iliyonyoka, basi ifuateni. Kwa hiyo wasia namba 10 ni kufuata njia ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala, wala tattabi'u subula, bila ya kuanzisha. Kwa hivyo tunaweza kusema yani wa anna hadha sirati mustaqima, hii namba 10 yani inajikita ni wasia tuupe namba mpya, au ni huu wasia unajumuisha, una generalize na saa zilizopita? Hapana, ni wasia mwingine kwamba haya mafundisho ya dini muyahifadhi, muyashike kama yalivyo, wala musije mukakengeuka na mukatoka katika haya mafundisho. Kwa hivyo hili ni jambo la ziada, namba 10. Alafu akasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaquna. Kwa hivyo wasia huu, baada ya kuwa umefundisha, unakataza kujiongeza na kuzalisha njia mambo ya bid'a, mbakie katika sunna ile aliyofundisha Mwenyezi Mungu jalla wala. Kwa hivyo hizi ni nasaha 10. Mtu anaweza akaandika makala.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema balighu anni walau aya. Kwa hivyo ndugu yangu, nimekupa makala hiyo. Ni suratu Al-An'am aya ya 151, 52 na 53. Na ni ruhusa kama mtu, mimi nafahamu ndani ya group kuna watu ambao wana vipaji, ni ruhusa mtu kwenye kila darasa akawa ana summary, hata kama aturudie baadaye atuambie naomba uniangalizie darasa yangu iko sawa, lakini tunataka tuiwe fupi. Siku hizi watu hawataki mambo mengi. Kwenye darasa ya Zoom hivi mnasikiliza mambo mengi, lakini kama unataka kuandaa kitu wapelekee watu wengi, kiandae mukhtasari. Kwa hivyo unaweza kuwa kila tukifanya darasa unatoa cream. Mnaweza kuwa uko peke yako, lakini ni vizuri iwe ni group kuanzia watu 3. Group sio lazima muwe mnakaa karibu. Mnaweza kuwasiliana kwa njia ya simu, mnachaguana, kwa kila tukifanya darasa mnatoa kama makala, hata kama kafupi namna gani. Hiyo ni ilmu inayobakia na ni sadaqatun jaria. Kuna madaktari humu, kuna watu ni wajuzi, wataalamu wa uandishi, na ni ruhusa yani kuandika kwa vile ambavyo wewe ni taaluma yako inakuongoza. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atujalie kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.